Ndio baadhi ya mashekhe wakasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa binadamu ama kwa watu ambao waligawanyika sehemu kuu tatu. Unisikilize vizuri sana kwa umakini. Mtume au watu waliotimilizwa ambao hawakupatako kutawaliwa na wazungu ama Waingereza na nchi nyingine zile ambazo kwamba zinapenda ubepari, hao watu waligawanyika sehemu kuu tatu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakuta watu wamegawanyika, watu wakiishi sawa sawa na mbuzi na makondoo. Yaani unavyoona maisha ya mbuzi ama unavyoona maisha ya kondoo, unavyoona maisha ya ng'ombe, hawa mtume ndio aliwakuta watu wakiishi design hiyo. Mtume kundi la pili ambalo kwamba lilikuta watu wakiishi sawa sawa na nyoka na nge. Yaani nyoka ule ukali wake, nge ule ukali wao, zile sumu zao. Binadamu wa kwanza kabla ya huyu mtume kutimilizwa mpaka kuja kutimilizwa aliwakuta watu wamegawanyika sehemu ya pili ambayo kwamba ilikuwa maisha yao wakiishi kama nyoka na nge. Sehemu ya tatu ambayo kwamba walikuwa wakiishi. Kwa nini mtume alitumwa kwa Waarabu? Waarabu walikuwa na hali ngumu sana katika haki za kibinadamu. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma huyu mtume miongoni mwa Waarabu ili kuja kuwatoa ndugu zake, kuja kutoa umma dunia nzima katika kiza au katika viza, kuwaingiza katika nuru ya Uislamu. Watu wa dizaini ya tatu ambao katika hayo makundi matatu aliwakuta mtume watu wamegawanyika kama unavyoona maisha ya chui na maisha ya mbwa mwitu. Kwa hiyo watu aina tatu waliokuta wakiishi maisha kama ya chui na mbwa mwitu. Kwa nini? Tukirudi kule katika halatul arabi kabla al-Islam, wanasema walikuwa Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa ni washirikina wakiabudia masanamu, umeona? Lakini si kuabudia tu, yukadisuna, wakiyatukuza hayo masanamu. Wakanu yaktuluna auladahum, Waarabu walikuwa wakiwaua watoto wao wa kiume. Unaona kazi? Wakiwaua watoto wao wa kiume. Kwa nini? Khaufan min aljui walfaqri, wakiogopa ufakiri, wakiogopa njaa. Kama unavyojua watoto wa kiume mashallah katika kupeleka chakula mdomoni, tumboni, ni hali yao ni nzuri sana. Kwa hiyo Waarabu walikuwa wakiochelea kitu hicho. Lakini wayadfununa banatihim, na wakiwazika mabinti zao, wahuna hayatun, wale mabinti zao ikiwa wako hai. Unaona vizuri? Kitu ambacho kwamba hakikupatapo kupatikana kwenye nyuma zilizopita, kwa viumbe vilivyopita zaidi ya huu umma ambao kwamba alitumwa nao huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndugu zake wale Waarabu walikuwa na maisha hayo, wakiwazika watoto wao wa kike, yani mabinti zao, wakiwa mabinti hao wako hai, ndugu zangu katika imani. Kwa nini Mwenyezi Mungu amemtuma mtume miongoni mwa Waarabu? Waarabu walikuwa na hali ngumu sana katika haki za kibinadamu. Walikuwa wakiishi kama hizo sampuli tatu nilivyozieleza. Kama ulize shekhe wako, kwa nini sasa Waarabu walikuwa wakiwazika watoto wao? Asema khashiyatal aari wal aib, wakiogopa aibu na fedheha. Kama tunavyojua mabinti mashallah wana fedheha, mabinti wana aibu, wanatia aibu kwenye familia zetu. Waarabu wakawa wakiwachukua watoto wao wakiwazika wakiwa kwa hai. Ushahidi kwenye Qur'an, Allah anasema wa idhal mauudatu suilat. Unaona, na pindi wa mabinti watakapoulizwa bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa madhambi gani nyinyi mkauliwa, mmeuliwa kwa makosa gani? Kwa ilikuwa hali ya Waarabu ilikuwa ni ngumu. Wanatwambia wazee, Waarabu walikuwa ama kabla ya kutumwa huyu mtume alikuwa hali zao ni ngumu. Kwa nini? Anasema mpaka baadhi yao wakipita zile sehemu ambazo kwamba mfano kuna uhalifu ulifanyika, kuna mwanadamu aliuliwa ile sehemu, akikuta damu mtu anang'ata meno, anakuwa na hasira. Kwa nini hapa mimi sikushiriki kuua? Sijaeleweka vizuri? Endelea kunifuatilia Shaaban Corona.